Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa mkubwa haswa katika mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kilio kimeweza kutanda katika taifa letu la Kenya baada ya habari mbaya kuachiliwa ya kuondoa majeshi katika taifa letu la Kenya. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia nani ametangaza hii na sababu ni zipi zimechangia na ni kipi kitafanyika. Kabla nieleze kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini niko na ombi moja tu, unyenyekevu na heshima, naomba tu kaweze kusubscribe katika channel yetu ya Mokenya TV. Yeyote ambaye anatazama kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Without wasting your time, back to our analysis. Sasa hivi uongozi uliopo mamlakani ni wa Rais William Ruto. Mwenye anashikilia Kenya sio mwingine ila tu ni Rais William Ruto, na wakati chochote kinafanyika yule ambaye anahusika kwa kuulizwa ni Rais William Ruto. Lakini uongozi uliweza kubadilishwa kule katika taifa la Marekani. Sasa uongozi wa taifa la Marekani umeweza kutoa tangazo ambalo ni la kushitua haswa katika taifa letu la Kenya. Ikumbuke kwamba tangu Kenya ipate uhuru, kuna uhusiano mwema kati ya taifa letu la Kenya na taifa lile la Marekani, na majeshi kutoka taifa lile la Marekani wamekuwa wakikita kambi humu nchini katika taifa letu la Kenya, wakiwa katika eneo lile linaitwa Manda Bay katika kaunti ya Lamu, kushirikiana na majeshi wa taifa letu la Kenya kupambana na kikundi cha Al-Shabaab. Sasa naomba tusikize ripoti hii ambayo iliweza kuangaziwa katika televisheni moja ya TV47, kisha baada nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja vile Rais Trump ameweza kutangaza kuondoa majeshi wa taifa la Marekani wote humu nchini. Tusikize. This is a really big announcement. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia, while America is under invasion from within. We're under invasion from within. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa majukumu ya wanajeshi wa Marekani nchini Kenya na Somalia yatasitishwa ili kulinda Marekani. Matamshi ya Rais Trump yamejiri wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha uamuzi wa kuweka kikosi chenye uwezo wa kukabiliana na gaidi nchini Haiti badala ya maafisa wa polisi wa Kenya. Umesikiza vile hali ilivyo. Kwa nini Trump anataka kuondoa majeshi wa Marekani ambao wamekuwa wakikaa katika taifa letu la Kenya kwa muda ili kuelekea katika taifa lile la Marekani? Kulingana naye, anasema Marekani iko na changamoto za kiusalama, ndio maana anaondoa maafisa ama majeshi wa Marekani kutoka taifa letu la Kenya ambao wamekuwa wakitoa usaidizi mkubwa kwa kushirikiana na majeshi wa Kenya kupambana na kikundi cha Al-Shabaab kwa muda mrefu. Sasa amesema ataondoa majeshi hayo kutoka Somalia na atoe majeshi katika taifa letu la Kenya. Lakini hivi majuzi kulikuwa na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ulikuwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kule New York, Marekani. Rais William Ruto alipokuwa kule aliweza kutoa matamshi ambayo yaliweza kushitua wengi, na wengi tunajifunia kuwa na Rais William Ruto aliposimama katika mkutano ule. Sasa ndio maana tunajiuliza maswali, huenda hili ndio liliweza kuchangia aliposimama kama rais mwenye haogopi. Aliweza kusema ya kwamba imefika wakati Afrika iheshimiwe na iweze kukabidhiwa nafasi mbili muhimu za kudumu katika meza ya kutoa maamuzi, haswa katika mambo ya kiusalama. This is what he said when he was in the United States of America.
We are being very modest because we are understanding. We have said Africa must have, at the minimum, 2 permanent seats at the Security Council. But Africa, a continent of 1.2 billion people, finds itself disadvantaged by the current configuration of the UN Security Council, a configuration that was established 80 years ago. But the world has since changed tremendously. We all know. Rais William Ruto ndiye aliweza kutoa matamshi hayo. Pia katika mkutano ule, Rais William Ruto aliweza kusema ya kwamba katika misheni ile ambayo inaendelea katika taifa lile la Haiti, kwa sababu taifa letu la Kenya liliweza kutoa msaada wa askari kuleta utulivu na kupambana na majambazi kule Haiti ili kuleta utulivu. Sasa Ruto aliweza kusimama na kusema ya kwamba taifa lile la Marekani liliweza kutoa usaidizi ndio, lakini walitoa magari ya zamani ambayo yaliweza kusababisha shida hapa na pale wakati maaskari wa Kenya walikuwa wanashika doria katika sehemu mbalimbali katika taifa lile la Haiti. Tumsikize. The United States, they did make available logistics, vehicles, but unfortunately most of the vehicles were second-hand vehicles and therefore they broke down a lot many times. In fact, it put our personnel in great danger when they broke down in very dangerous places. That we have been operating at a 40% capacity. Sauti hiyo ni ya Rais William Ruto. Sasa tunajiuliza, haya ndio yaliweza kuchangia Donald Trump, rais wa Marekani, kutangaza kuondoa majeshi wake katika taifa la Kenya na taifa lile la Somalia? Ni maswali ambayo hayana majibu kufikia sasa. Na taifa lile la Marekani pia limeweza kutangaza kusitisha kutoa ufadhili wa msaada, haswa kuelekea kutoa usaidizi kwa misheni ile ambayo inaendelea katika taifa lile la Haiti, kumaanisha wakati wowote kuanzia sasa huenda hata askari wale ambao wa Kenya wako pale nadaiwa kwamba huenda warudi katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kuna changamoto hapa na pale, lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, kuna uhusiano mwema wa usalama kati ya taifa la Kenya na taifa lile la Marekani. Lakini sijui ni kipi hiki ambacho kimefanyika hapa katikati baada ya Donald Trump kuingia afisini kama rais katika taifa lile la Marekani, kwa sababu majeshi wa taifa lile la Marekani wamekuwa kwa muda mrefu wakiwa katika taifa letu la Kenya na mataifa mengine kutoa msaada wa usalama. Lakini penye imefika, huenda sasa Donald Trump ataondoa majeshi wake, na akiondoa majeshi hao kutakuwa na changamoto hapa na pale, lakini kila taifa litakuwa linajishughulikia lenyewe. What do you think? Je, unaunga mkono uamuzi wa rais wa taifa lile la Marekani Donald Trump kuondoa maafisa ama kuondoa majeshi wake katika taifa letu la Kenya? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload or produce any new video clip on this platform, you will be notified through receiving a notification that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember always to share our content to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed by our supreme being, whole of heaven. Let's meet in the next video. Bye bye for now.